Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, ni habari njema kuhusiana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii ni baada ya chapisho ambalo limeweza kuchapishwa hivi sasa, ikibainika kwamba kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu itakuwa ikirejelewa kikamilifu tarehe 9 mwezi huu wa pili mwaka 2026. Kesi hiyo itaendelea huko Dar es Salaam. Leo hii ikiwa ni tarehe 4, imeweza kusalia siku 5 ambapo ziweze kufika na kesi yake Mheshimiwa Lissu iweze kusikizwa kwa mara nyingine, hii kibaini na kuonyesha dalili ya ushindi kwake Mheshimiwa Lissu. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea na habari hii, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kukabidhiwa na kesi ya uhaini ambayo sio kesi ya uhaini kiukweli, na kulingana na jinsi ambavyo mahakama ilikuwa ikifanya uchunguzi na kudaiwa kufanya maamuzi tarehe hiyo 9. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa kuna udhaifu wa ushahidi wa upande wa mashtaka. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuitisha katika kikao cha mwisho ya kwamba kama kweli aliweza kufika katika mahakama na kutoa ya kwamba Mheshimiwa Lissu alikuwa na nia ya uhaini nchini Tanzania, aliweza kumdai ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan aweze kujiwasilisha katika mahakama kuu ili kudhibitisha wazi kuliweza kuwa na mipango ya uhaini kwa Mheshimiwa Lissu nchini Tanzania, ila hilo halikuweza kufanikiwa, ikizidi kuonyesha wazi kwamba kuna udhaifu wa ushahidi kwa upande wa mashtaka. Mheshimiwa Lissu akiendelea kujizolea nafasi nzuri na kubwa kushinda kesi hiyo. Vilevile mtazamaji wangu, kuna mashinikizo ya ndani na nje ya taifa, kwani kesi yake Mheshimiwa Lissu sio kesi ambayo inazidi kufuatiliwa nchini Tanzania pekee. Sote tunafahamu kesi ya Mheshimiwa Lissu inazidi kufuatiliwa katika taifa la Tanzania na hata katika mataifa ya kigeni, na ndipo ambapo tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo wafadhili wakuu waliweza kujitokeza kutoka mataifa ya kigeni waliokuwa wakitaka kusimama na Mheshimiwa Lissu na hata kushinikiza Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini Tanzania iweze kumidhinisha Mheshimiwa Lissu kuwania nafasi ya urais, yeye pamoja na chama chake, chama Chadema, ila hilo halikuweza kufanikiwa. Ila wadhamini waliokuwa tayari kusimama na Mheshimiwa Lissu wanazidi kubaki naye katika wakati huu ambapo Mheshimiwa Lissu atakuwa akitarajia kesi hiyo kurejelewa kikamilifu tarehe 9. Mtazamaji wangu, pia katiba na msingi ya haki nchini Tanzania, moja kwa moja mtazamaji wangu, katiba nchini Tanzania hairuhusu kile ambacho Mheshimiwa Lissu ameweza kukipitia. Hivyo basi huenda ikawa ni habari njema tukaweza kushuhudia uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kipindi na wakati ambapo kwa mara nyingine ataweza kurejelelea kuwa mwenyekiti mkuu wa chama Chadema, akichukua nafasi hiyo kutoka kwa mwenyekiti msaidizi mshikililizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche. Na mtazamaji wangu, pia kutokana na kesi hiyo kuwa kwa muda mrefu hivi sasa bila maamuzi yoyote yale, mtazamaji wangu, maamuzi yatakayokuwa yakifanyika ni maamuzi ambayo yataweza kupendeza ama kuchangia pakubwa uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Sote tunafahamu kwamba yale yaliyoweza kuchangia pakubwa kwa kukamatwa kwake Mheshimiwa Lissu na kuwekwa gerezani ni yeye asiweze kuwania nafasi ya kiti cha urais. Vilevile mtazamaji wangu, nchini Tanzania hivi sasa kuna mabadiliko ya mazingira ya kisiasa, kwani siasa zilizokuwa kabla ya uchaguzi mkuu na zile ziko baada ya uchaguzi mkuu, mtazamaji wangu, siasa hizo
Ni dalili ya kutosha ama dalili ya kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawajaweza kukubali uongozi ulioko madarakani. Pia sio kukubali tu, hauamini uongozi ulioko madarakani kutokana na jinsi ambavyo taifa linazidi kuendeshwa. Baadhi ya wananchi wa Tanzania wakiamini kwamba viongozi walioko madarakani kila kile wanachozidi kukifanya ni kwa manufaa yao na sio kwa manufaa ya mwananchi wa chini nchini Tanzania, kama walivyokuwa wameweza kuahidi kipindi na wakati walipokuwa wakifanya rali zao kwa ajili ya kuchaguliwa na wananchi wa Tanzania. Na mtazamaji wangu, pia maamuzi ya awali ya mahakama yalikuwa maamuzi ambayo yalionyesha dalili kwa uhuru wake Mheshimiwa Lissu, ila zoezi kuu la uchaguzi wa mwaka 2025 lilipoweza kukaribia kufanyika kikatiba, ndipo ambapo kesi yake Mheshimiwa Lissu iliweza kuahirishwa kwa muda. Ila sote tunafahamu kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu ilipoweza kuahirishwa kwa muda kutokana na vurugu ya vijana Gen Z kwa maandamano yao ya amani yaliyoweza kufanyika, kesi hiyo haingeweza kurejelewa kwa haraka, na ndipo ambapo imeweza kuratibiwa kurejelewa mapema tarehe 9 mwezi huu wa pili mwaka 2025. Mtazamaji wangu, pia kuna hoja nzito za mawakili wa utetezi. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Lissu kwa ubora wake alionao aliweza kukataa mawakili waliokuwa wameweza kupendekezwa na serikali ya awamu ya 6 kwa muhula wa pili waweze kumtetea huko mahakamani. Mheshimiwa Lissu aliweza kutafuta mawakili wake ambao aliweza kuamini hakutakuwepo na usaliti ambao tuliweza kushuhudia wakiwa wameweza kusimama na Mheshimiwa Lissu katika kipindi hiko kigumu, na kwa kweli hivi sasa ushindi unazidi kubisha hodi. Pia mtazamaji wangu, kuna maslahi ya taifa na taswira ya nchi. Uongozi ulioko madarakani, ukweli uliweza kujulikana. Chanzo kikubwa cha kuzuia ama kumkamata Mheshimiwa Lissu ni yeye kutoshiriki zoezi la uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Pia sababu kuu ya Mheshimiwa Lissu ni kutokana na umati na ufuasi mkubwa alionao, ambapo angeweza kuweka upinzani mkuu dhidi ya viongozi wakuu wa chama cha CCM, na ndipo ambapo hawangependa ushindani wa aina hiyo uweze kuwepo, na ndipo ambapo tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Lissu kunyimwa nafasi ya kuwania kiti cha urais kwa kutumia tiketi ya chama Chadema, ili hali Watanzania wengi wanafahamu na kuamini jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Lissu angeweza kupewa nafasi hiyo ya kuwania kiti cha urais, angefanikisha azma yake ya kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania na kuongoza serikali ya awamu ya 7 nchini Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vyema wewe hapo kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Subscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.